Kwa majina naitwa Mary Mamur, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani na mhadhiri wa mwandamizi katika kitengo cha afya ya jamii, na katika shughuli hii pia mimi ni mkuu wa kitengo cha umataifishaji na convocation ambao ni jumuiya ya wahitimu wa MUHAS. Tukio hili la leo tumeita MUHAS Fun Run Season 4, ni mwaka wa 4 ambao tunafanya tukio hili ambalo kwa kawaida kila mwisho wa mwaka huwa tunakusanya jumuiya wanafunzi waliohitimu hapa MUHAS kwa ajili ya kuja kukutana pamoja na kufurahi kwa njia ya fun run. So wanakuwa wanakaa pamoja, wanakimbia, wengine wanatembea, na pia wanaweza kuonana, wengi hawajaonana muda mrefu na kubadilishana mawazo, lakini kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukakipeleka chuo chetu mbele. Na kwa mwaka jana tumezindua rasmi mfuko wa Ali Hassan Mwinyi MUHAS Endowment Fund, mfuko wa fedha kwa ajili ya maendeleo ya MUHAS, kuifanya MUHAS we sustainable zaidi katika vile vitu ambavyo MUHAS inafanya. Tunasema core activities za MUHAS, kwenye kufundisha, kwenye tafiti, kwenye infrastructure, kwenye kusaidia wanafunzi na kadhalika, ambapo tunategemea wadau wakubwa wawe hawa wahitimu wa MUHAS ambao wanaweza wakachangia katika chuo ambacho wamesoma, ili wanafunzi wa MUHAS baadaye waje kunufaika kutokana na hawa alumni wa sasa. So moving forward, kwa miaka ijayo tunategemea kuwa na alumni wengi zaidi kushiriki na kuwaleta pamoja MUHAS ili kuweza kuijenga MUHAS yetu. Kama unavyoona sasa hivi MUHAS imekuwa chuo cha kwanza Tanzania katika ubora. Mwaka iliyopita kila mwaka tulikuwa tunakusanya fedha, inakuwa kuna lengo lake ambalo tunalifanyia. Kwa mfano kwa kipindi kilichopita tulikusanya kiasi cha milioni 10 kwa ajili ya kuchangia uvumbuzi au innovation. Kwa hiyo milioni 10 tulichangia kwa wanafunzi wa MUHAS ambao wanafanya innovation mbalimbali ili iweze kuwasaidia katika vitu ambavyo wanagundua. Na kwa vile mfuko Ali Hassan Mwinyi mwanzisho mwaka jana, mwaka huu ndo ni mara kwanza tumekusanya kwa ajili ya mfuko Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo watu wote ambao wamenunua kits, pesa imeenda moja kwa moja kwa ajili ya kusaidia huo mfuko wa fedha wa Ali Hassan Mwinyi ambao utakuja kuwekezwa kwa ajili ya kusaidia shughuli za MUHAS baadaye, na kama kwenye tafiti, kwenye kufundisha, lakini pia kwenda kuwapatia sponsorship wanafunzi ambao wenye uhitaji na kadhalika. So hilo ndo lengo kuu. Langu ni Marsha Makata Yambi. Mimi nasimama hapa kwa niaba ya wenzangu wote tuliosoma, tunaofanya kazi MUHAS, nikiwa kama raisi wa alumni wote. Nina furaha kubwa sana asubuhi ya leo kwa sababu tumekuwa na kutanisho. Huwa tunakutana hapa mara kwa mara, lakini mara hii tumekutana ikiwa ni mara ya 4 ya tunaita fun run. Huwa tunakimbia na kutembea kwa pamoja, tukiwa na familia zetu, tukiwa na jamaa zetu, tukiwa na marafiki zetu, lakini kikubwa ni kudumisha ule utaratibu wa kuwepo pamoja hapa, ukiangalia kwamba tumekuwa wale ambao tulisoma miaka hilo, lakini pia na sasa tunao ambao wanaendelea kusoma. Tunasema kwamba MUHAS ambao tayari ilishatimiza miaka takriban 60, tunasema kwamba tumekuwa na mafanikio kadha wa kadha, lakini muhimu zaidi ni kusema kwamba kwa muda huu tunaita season 4 ya fun run, tumekuwa na tuseme fanikio kubwa. Tulitegemea tungekuwa na takriban watu 500, lakini tuseme kwamba tumepitiliza. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kits zote zimekuwa sold out, lakini vile vile tunasema kwamba wale ambao wameungana nasi wa ziada pia wamekuwa zaidi, almost twice the number. Kwa tunasema kwamba tuko takriban 500 plus watu tuliotembea na kukimbia, lakini kikubwa zaidi ni kuangalia kwamba mwaka huu tumekuwa na lengo gani. Mwaka huu tumekuwa na lengo la kutunisha kamfuko ketu, au rather tuseme mfuko wetu ambao tunategemea utaendelea kukua ukiwa na malengo mbalimbali ya kuendeleza MUHAS. Tunaita Ali Hassan Mwinyi MUHAS Trust Fund, na hiyo imekuwa katika ni endowment fund ambayo imekuwa katika utaratibu wa kuweka pamoja trustees au wadhamini wa mfuko pamoja na uongozi mzima wa chuo, na kwa kupitia huko tunategemea kuwa na hostels mbalimbali za kuweza kujenga kwa ajili ya wanafunzi wetu,
lakini pia kutengeneza sehemu za kufanyia mazoezi, lakini pia zaidi ya hapo tunasema kwamba kuendeleza taaluma katika upande wa research, upande wa kusoma kwenyewe, lakini pia upande wa kuhakikisha kwamba watahiniwa wanaotoka hapa wanakuwa wameiva kamilifu. Kwa hiyo tuna fani mbalimbali hapa kama unavyojua katika swala zima la kumhudumia mwananchi wa Kitanzania na asiye Mtanzania katika upande wa afya.